Kitu bebe naweza mwambia nampenda sana. Na naomba Mungu sana hii anniversary yetu ya miaka 3 nikupeleke mahali. Yani sijui naweza differentiate aje na wanaume wengine, lakini ni mkweli. Mimi niko negative. So akiniambia ako positive mimi siamini. But bado akakuwa ananiambia hizi dawa, ananitumia hadi picha, hizi ndo dawa nakunywa. Nikamwambia ni sawa basi, kama uko positive. Mimi nilikuwa nishampenda na nilikuwa tayari. Kitu ya kwanza tulifanya, niliamua kumchukua twende to seek advice ya madaktari. Immediately tu sistangu akarealize ako positive. Unaona? Akaniita akaniambia, Yusuf, umeamua tu kutuletea kifo kwa nyumba. So after amejua akapigia mamangu naye pia akaanza kunikelelesha. Alijua juu Roda angekunywa dawa kama anajificha. Vipi kaka? Niko salama. Hapa ni Komi TV. Umesikia Komi TV? Komi nimesikia. Yeah. Uko fit lakini? Niko fit, sina tatizo. Previously tulikuwa tumeoji your wife na tukaweza kupiga naye story 1-2 na ikabidi tukutafute ndio hata wewe tuweze kusikia your side of the story. Lakini before tuingie hapo, unaweza wasalimia watazamaji wetu, waambie unaitwa nani ili waweze kukujua. Nawasalimia sana, mjambo watazamaji. Kwa majina naitwa Yusuf Hussein. Yusuf Hussein. Yusuf, mzaliwa wapi Kenya hii? Mimi nimezaliwa Taita Taveta County 06. Okay. Yeah. Wow. Yusuf, nimekutafuta kwa sababu wife yako ametuelezea kwamba ni patient wa virusi vya ukimwi, ambaye alizaliwa na virusi vya ukimwi na baadaye akakuja akakupata na mkaanza maisha kama wanandoa. Si kama ni kweli? Hiyo naye ni kweli, whereby yeye ni positive na kitu nikuja tukapata naye mimi ni negative. Lakini tukaamua kwanza maisha, tulipendana na tukaamua kwanza maisha. Ulimpata wapi dada yetu huyu Roda? Roda tulipatana online kwa TikTok. Nilikuwa tu napita pale TikTok, nikaona tu video yake fulani amepost. Nikamtumia request nini, tukaanza hapo tu kidogo kuongea, akanitumia namba. Ndo pia nikakuja nikaona alikuwa ametag video yake labda ameweka caption ya HIV. So sikuwa sure vile, so ndo nikaona nikamtafuta, nikamweza uko sure, akaniambia mimi nakuaga positive ni hivi na hivi. Akaniuliza nini status zangu, nikamwambia mimi niko negative. Akaniambia ni sawa, nikamwambia niko negative lakini kuna vile umenifurahisha. Akanitumia namba na after hapo tukaanza tu kuongea. So wakati alikwambia ako positive, hiyo kitu ulichukuliaje? Okay, at first tukiongea, unajua tunaongea kwa mtandao, sijamuona. So akiniambia ako positive mimi siamini. Mimi niko hapana, unandanganya, unaona. So but bado akakuwa ananiambia hizi dawa, ananitumia hadi picha, hizi ndo dawa nakunywa. Nikakuwa namwambia nakunywa dawa vizuri nini, akaniambia so nikamwambia ni sawa basi, kama uko positive nini. After sasa tumekutana, nikamwambia kama uko positive ni sawa, haina tatizo. Siku hizi kuna medication, tutaenda hospitali tuone daktari ajue vile atafanya, to advise the way forward. Juu mimi nimekupenda, unaona, na ukipenda mtu pia juu mimi nilikuwa nishampenda na nilikuwa tayari. Mimi nilisema tu, niliona ile ni just a virus, lakini bado nilikuwa naona mrembo, mali safi. Hata nyenye mkimwangalia mnaona ni mrembo, ni mali safi. So mimi nikaamua ni yeye tu. So wewe wakati ulichukuana naye ulikuwa tayari hata kuambukize virusi, ama ulikuwa na njia, ulikuwa unajua njia za kuepuka virusi? Okay, ndio tupata vile alinielezea na mimi nikajua. Kuna vile nilikuwa nimesikiaga kuna mtu unaweza kuwa na mtu ako negative na wewe uko positive, ama unaweza kuwa na mtu ako positive na wewe, unaona. So vile aliniambia hivyo, kitu ya kwanza tulifanya, niliamua kumchukua twende to seek advice ya madaktari.
unaona. Naye madaktari wakasema haina shida, kuna hizi dawa zinaitwa PrEP, unaweza kuwa unatumia, whereby pia akitumia dawa zake vizuri, zile virus haziwezi kuwa zinaonekana, unaona. So kukuambukiza we ni ngumu, na kama wewe pia unafuatilia, ukiwa unakunywa hiyo PrEP utakuwa tu sawa. So before muende hospitalini mlikuwa mmeshafanya chochote ama mlikuwa tendo? Hapana, hatukuwa tumefanya chochote. Hatukuwa juu, pia alikuwa na insist lazima tuende tujue status yako na tujue status yangu, unaona. Yani ni mtu alikuwa straightforward, ndio kitu nilimpendea. Alikuwa straightforward, hakuwa ule mtu wa kunificha ficha, unaona. Juu kuna mwingine hawezi kuambia so ya kunificha, niambia tu, na tukaenda tukashughulika kila kitu na kila kitu ikakuwa sawa. So tuseme, acha niulize hii kwa sababu kama utanisamea tu. Yusuf, uko negative ama uko positive? Mimi niko negative. Vipi? Niko negative. Niko negative whereby kuna hizo dawa nimekuambia zinaitwa PrEP. Hizo dawa ukikunywa na yeye pia anakunywa dawa zake, hakuna vile anaweza kuambukiza, unaona. Hizo dawa za PrEP zinazuia. Wow. Wakati ulimuoa pale, kwa sababu umesema ulikuwa negative, familia ilikupokea vipi? Well, kwanza unajua, ama familia ilijua kwanza? Unajua, kwanza mtu alijua ni sister yangu. Mtu alijua alikuwa sister yangu. So sister yangu first, vile unajua Roda tukikutana alikuwa Kitui. Mimi nilikuwa Nairobi. So niliafu kumtumia fare akuje Nairobi. Hapa pale Nairobi at that time sister yangu ndo alikuwa anani host. So nilimpeleka pale nikamintroduce kwa sister yangu. Immediately tu sister yangu akarealize ako positive, unaona. Akaniita akaniambia, Yusuf, ulikuwa umeniambia uko na mrembo na nimeona umemleta, lakini niambia ukweli, huyu mrembo ako positive. Sikumficha, nikamwambia ni kweli ako positive, unaona. So hapo ndo ikakuwa tashwishi, unaona. Akaanza kuniambia, kwani umedecide aje kwa kutuletea mtu mgonjwa kwa nyumba? Alinipigia kelele, aliongea vitu mingi, whereby kuna vitu zingine siwezi taka kusema, unaona. Aliongea vitu mingi hadi ikafika point mimi mwenyewe sasa nalia juu ile. Nilikwambiaje Joseph? Juu ile vile anachukulia huyu msichana si hivyo, unaona. Kufika point unaambiwa mtu umeamua tu kutuletea kifo kwa nyumba, unaona. So hiyo kitu ilikuwa inaniuma sana, na huyu ndo mtu nimependa, unaona. So familia haikuchukua, yeye ndo alikuwa wa kwanza kujua. So after amejua akapigia mamangu naye pia akaanza kunikelelesha, unaona. Ikakuwa akiniambia mimi sitaki watu wako positive, sijui utakuwa na jina ya familia, vitu kama hizo. Lakini sasa mimi nilikuwa nishapenda. Ifanyaje? Akiniambia hivyo tulinyamaziana for some time. Juu siku pia vile waliniambia hivyo, sikuenda nikaelezea Roda ati nimeambiwa familia yangu ikutaki juu uko positive. Nilitulia kidogo, so akakuwa naona nakosana na pengine na sister yangu, atuongeleshani, ananiuliza kwani kunaenda aje. So later on ndo nilikujaga kumwelezea, lakini nilinyamazia familia yangu juu yake bado. Juu siku anataka zile stress, wananisumbua, wananiambia wachana na huyu msichana ako positive. We umeishi maisha yako vizuri mpaka mahali umefika, saizi unataka kujiletea ugonjwa, unaona. So ilikuwa ngumu pia hao kuelezea na kwa convince, kuambia tumeenda hosi, kitu imefanyika ni hii na hii, unaona. Ilikuwa ngumu pia kuelewa. So huo wakati mlikuwa mnaishi wapi? At that time akiambia sis,
At that time Sis akiambia madhe tulikuwa kwa Sis. Remember nimekuambia Sis alituhost kama siku 3 hivi wiki. So vile alianza kuleta hizo story nikaambia tu Roda, hapana, wewe acha tutoke hapa kwa Sis. Tukaenda tukahostiwa na rafiki yangu fulani. But bado hapo tulikuwa na challenges. Juu bado nilikuwa remember ndo nikuje kwa sister yangu nilikuwa nimepotezanga kazi yangu. So vitu zikaenda, so nikakuwa nimekuja kuhostiwa na sister yangu. So ndio pia naye akaleta hiyo shida yote nini, nikatoka nikaenda kwa rafiki yangu. Rafiki yangu naye pia ikakuwa tu ni the same thing. Kwani alijua juu Roda angekunywa dawa kama anajificha. Juu hizi meza dawa zake kama anajificha. So ikakuwa pia naye huyo rafiki yangu pia nao wakaanza, wewe unakaaje na mtu wako na ukimwi kila saa ni kushinda mmemeza dawa sijui, unaona. So ilikuwa inaniumiza kwa roho. Juu ni mtu napenda na si ati kukuwa na virusi ni kumaanisha ati kuna vile yako na kasoro mahali, ni virusi tu. Hiyo ni kitu, mapenzi iko vile vile. Na mi first nikimuona sikuona virusi. Hata wewe ukimwangalia utaona ni mtu tu ako sawa. Ni mtu ako sawa. Hapo pia mabest wakaanza. So at that time nilikuwa nahusiana na sister yangu mdogo, nikaenda kuomba msaada kwa sister yangu mkubwa. After mabest pia wameanza hizo. Pia sister yangu mkubwa akaniambia the same thing yenye huyu mdogo aliniambia na madhe Kenya aliniambia. So sister yangu akaniambia hata home usikanyage. Juu sasa uko unaenda kupeleka ugonjwa. So akaniambia hata usikuje nyumbani. Unataka kutupelekea ugonjwa, hiyo ni aibu. Unaona? Bado pia ilinifanya nikatoa machozi fulani hivi. Nikamwambia kwa nini, nikajiuliza kwa nini Sis ananiambia hivi, na hii ni kitu si ati ni mtu alienda akajitafutia mahali, ni kitu amezaliwa nayo. Unaona? So akaniambia hata home usikanyage. Mimi nikakuwa nimwambia okay ni sawa, lakini siku take action ati nikaamua kuacha Roda juu ya zile mambo alikuwa anasema. Sasa baadaye mlikuja mkafanikiwa na mtoto? Tulifanikiwa na mtoto, whereby pia huyo mtoto kufanikiwa ilikuwa shida. Shida ilikuwa ile, unajua amezoea, wanasemanga watu wako positive ni ngumu kupata mtoto. So pia bado ilikuwa matusi bado. Umeoa mtu ndo huyo wako positive, kupata mtoto ni shida. Unaona? Hawa watu wazaangi, na si ati watu wa mbali ndo wanakuambia hivyo. Watu wa familia. Wale watu wa familia, wale unaita familia yako, wanakuambia huyu mwanamke hakuna siku atapata mtoto, sijui nini. So tukamaliza mwaka tukiwa naye hakuna mtoto. At some point kuna vile ilikuwa inani hit, lakini naambia Mungu hapana. Sitaki hizi vitu ziniingie. Sitaki wanifanye juu mimi ndo mtu nimependa, sitaki hizi vitu ziniingie, na juu tumefuata process yote, tumefanya kila kitu. So ikakuwa hivyo, tukajaribu until tukapata mtoto. Naye pia kupata mtoto pale hosi, sasa unajua umetengwa na kila mtu, so uko peke yako kabisa sasa. Kupata mtoto pale bili ikakuwa yani ni ile, ikakuwa tena complication, akapigwa transfer kutoka hii hosi akapelekwa KNH. Ikakuwa kule pia bili imepile up. Unaambia mtu nisaidie hii, mtu anakuambia hapana, wewe jipange kivyako. So ile vitu tu bado nimeng'ang'ana. Nashukuru Mungu pia bill tukaikilia mimi na yeye tu. Juu pia pati ya side yake pia walikuwa wamekataa. Umekaa na Roda kwa muda gani kama wanandoa sasa, kama wapenzi? Roda ndo hii April inakuja tuna celebrate our 3rd anniversary. Miaka 3. Miaka 3. Mmewahi kosana mkaachana mtu akaenda kwao?
kukosana tumekosana, lakini mtu hajaienda kwao. Kukosana na iko ile ya kukosana tu kwa nyumba ile tu. Unajua kuna kitu watu pia wanafaa waelewe. Unaona watu meza ya ARVs. Kuna vile mimi nimekaa na Roda nimekaa naye kimeza ya ARVs, so namjua. Kuna vile wanakuaga na saa zingine ako na mamuchi, saa zingine ako na furaha, saa zingine, so inabidi pia ukae naye ukimuelewa, lakini kukosana naye ni normal, sio kukosana, hiyo ni kawaida. Lakini nashukuru ijaifika point yeye anaamua kwenda. Sasa juzi ndio sasa tuwajue Roda tulimfanyia interview ambapo aliweza kusaidiwa sana na wananchi pale kwenye mtandao after kuleta story yao kwa mtandao akapata hela. Hilo jambo ulilipokea vipi na alikuwa amekwambia? Alikuwa ameniambia sisi ni wanandoa, hatufichani kitu mzuri ni watu hatufichani kitu, so akiona jambo lake ananiambia kunaenda hivi na hivi, unaona. Na pia mimi nilishukuru sana vile wananchi walikaa, unaona, pia hii comment hivi na nawashukuru sana, unaona, kwa hiyo story pia hiyo story vile tulisaidika pia, unajua pia mimi nashukuru. Maisha ilikuwaje hapo nyuma before tumlete story ama tulete story yenu kwa mtandao? Maisha ilikuwa hard. So unaona vile nilikwambia tulitoka kwa best yetu, so tulianza kutafuta nyumba yetu. Na that time tukitafuta hiyo nyumba hatukuwa na kitu. By the way tukitafuta hiyo nyumba mimi na Roda. In fact tukitafuta nyumba Roda alikuwa ameenda home kiasi. Juu after kuchujwa pale kwa best yangu nikamwambia juu saizi hatuna option, itabidi na pale home kwetu hawakutaki, itabidi urudi kwanza juu anaishi na shosh yake, itabidi urudi kwa nyanyako kidogo, mimi ni jaribu kupambana hapa kidogo nionekane nitapata nyumba. Naye Mungu ni mkubwa, alirudi after a month. Nilifanya vibarua hapa na pale nikapata nyumba. Nikamwambia nimepata nyumba. Immediately kumwambia nimepata nyumba, hata hakuniambia nitumie fare ama nini. Yaani nipigia tu simu akaniambia nimefika stage kuja unichukue. Na hapo ndo tukaanza maisha yetu. Maisha haikuwa, siwezi sema ilikuwa smooth. Haikuwa smooth. Juu bado kulikuwa na ile rejection. Unajua kuna ile rejection ya familia, so bado kuna zile stress nini, lakini unapambana. Maisha haijakuwa ati smooth all through. Baada ya kueleza story yenu na Wakenya wakawasaidia, maisha imechejaje? Saizi naweza sema maisha imebadilika. Siwezi sema, unajua kuna time tulikuwa tunakaa tunakosa hata sapa mnaamua tu ama mnakula mara moja kwa siku. Lakini saizi nashukuru kuna food unaweza kula lunch, ukule sapa, unaona, mtoto akosi maziwa, we mwenyewe pale nyumba usumbuliwi, unaona. Naweza sema so far so good, maisha yamebadilika kiwango fulani, unaona. Si vile tulikuwa mbeleni. Wakati ulikuwa unapiga interview na yeye yenye iko nyuma before nikuje kupiga story na wewe, ameniambia kwamba mmefungua ama mko na YouTube channel, mko kwa mtandao, sijui mko kwa mtandao gani na mnafanya nini? Tuko kwa mitandao yote. Tuko Facebook, tuko Instagram, TikTok, YouTube, unaona. Hapo utatupata @badcouple06. Kitu ili tufanya tufungue channel ama tuamue kufungua channel ni ile tulikuwa tunataka kupatia watu mawaidha pia, na pia watu wajue unaweza ishi na mtu ako positive na we uko negative, unaona. Juu watu wengi walikuwa wanaonanga ni impossible, au kuna vile unaweza kaa na mtu ako positive yetu uko negative aje. So ndo tunajaribu kueducate, tukiwaambia mtu unaweza kaa ukiwa positive na mwingine ako negative, unaona. Na pia tunajaribu
kuambia wasikuwa wanaficha. Unajua kuna watu wengi huku nje wanaficha status zao sana. Unapata mtu uko in a relationship lakini hujui status ya partner yako. So hiyo ndio kitu tuna advise watu sana, ama tunawaambia sana. Na pia life story yetu, mahali tumetoka hadi mahali tumefika. Unaona? So pia biashara nayo tuko nayo pale ama tumefungua. Unaona, whereby through hiyo wananchi wakama katika. Nice. So ningependa tumalizie, though nitakuwa nawatafuta sana Yusuf, lakini tukimalizia, uko na ni neno gani unaweza kumwambia Rhoda mpenzi wako kwa kamera kama ataona? Kitu naweza mwambia Rhoda mwanzo, mimi nampenda sana. Unaona? Alafu kwa wale walikuwa wanaona Rhoda ni kama laana kwao, mimi kwangu ni baraka. Kwa wale wote walimuona yeye ni laana kwao, yeye hafai kwao, kwangu ni baraka. Yani uchafu wao kwao, kwangu ni dhahabu. Na namwambia tu nampenda sana. Naomba utazame ile kamera uongee na wale watu ambao waliwasupport ile siku, waambie kitu kutoka kwa moyo wako. Mimi kitu nawaambia, nawashukuru sana. Mungu azidi kuongezea maisha, muendelee kuishi vizuri. Yani naweza sema ni Mungu tu, yani nawashukuru. Unaona, nawashukuru, nasema ni asante. Juu mpaka saizi bado siamini. Unaona, mpaka saizi siamini. Juu that time hata ndo akuje through, by the way mi keja ilikuwa imefungwa. So nashukuru sana wale wote walikam kunisaidia na walikam through na walikuja through Ikome TV. Yani nawashukuru sana. Pia bila kusahau Ikome TV, nawashukuru sana, nashukuru. Nasema asante na Mungu awabariki na wazidishie miaka. Asante sana Yusuf, na mimi nakutakia kila laheri, ndoa yenu iwe na furaha na Mungu awabariki. Nashukuru sana, pia mimi nashukuru Ikome TV. Pia alafu asisahau follow @BuddyCouple06 YouTube, subscribe please guys, subscribe. Tutakuwa tunawapatia mafundisho, pia nyinyi mnatupea advice. Nasema ni @BuddyCouple. Buddy Couple. Spelling ni BUDDY alafu couple 06. Asante sana, nashukuru sana kwa kuongea na Ikome TV. Kitu bele naweza mwambia nampenda sana. Na naomba Mungu sana hii anniversary yetu ya miaka 3 nikupeleke mahali. Anniversary iko April 28. Naweza taka tu Mungu anisaidie kupeleke mahali sawa. Kupenda. Mimi ningependa kumwambia ningependa sana kumshukuru kwa kunipenda vile niko, na tuzidi tu kupendana. Shukrani sana. Niambie tena.